Sheria ya Mungu.org. Sehemu ya kwanza. Mpango mkubwa wa Shetani dhidi ya mataifa. Miaka michache baada ya Yesu kurudi kwa Baba, Shetani alianza mpango wake wa muda mrefu dhidi ya mataifa. Juhudi zake za kumshawishi Yesu ajiunge naye zilishindwa, Mathayo 4:8-9, na matumaini yake yote ya kumweka Kristo kaburini yalivunjwa kabisa na ufufuo, Matendo 2:24. Kile kilichobakia kwa nyoka kilikuwa ni kuendelea kufanya kati ya mataifa kile ambacho daima amekuwa akifanya tangu Edeni, kuwashawishi wanadamu wasitii sheria za Mungu, Mwanzo 3:4-5. Malengo mawili ya mpango. Ili kufanikisha hili, mambo mawili yalihitajika kufanywa. Kwanza, mataifa yalipaswa kutenganishwa kadri iwezekanavyo na Wayahudi na imani yao, imani ambayo imekuwepo tangu uumbaji wa wanadamu. Imani ya familia ya Yesu, marafiki zake, mitume na wanafunzi wake ilipaswa kuachwa. Pili, ilipaswa kuwepo hoja ya kitheolojia ili mataifa wakubali kwamba wokovu waliotolewa ulikuwa tofauti na jinsi wokovu ulivyoeleweka tangu mwanzo wa wakati. Mpango huu mpya wa wokovu ulilazimika kuruhusu mataifa kupuuza sheria za Mungu. Shetani kisha akawatia moyo watu wenye vipaji kubuni dini mpya kwa ajili ya mataifa, ikiwa na jina jipya, mapokeo na mafundisho mapya. Mafundisho muhimu zaidi kati ya haya yaliwafanya waamini kuwa moja ya madhumuni makuu ya Masihi lilikuwa ni kuwahuru mataifa dhidi ya wajibu wa kushika amri za Mungu, utengano na Israeli. Kila harakati hutafuta wafuasi ili isonge mbele na kukua. Sheria ya Mungu ambayo hadi wakati huo ilizingatiwa na Wayahudi wa Kimasihi ilianza kuwa changamoto kwa kundi linalokuwa haraka la mataifa ndani ya kanisa jipya lililoundwa. Amri kama vile tohara, kushika siku ya saba na kujiepusha na baadhi ya nyama zilianza kuonekana kama vizuizi kwa ukuaji wa harakati hiyo. Taratibu viongozi wakaanza kutoa nafuu kwa kundi hili, wakitumia hoja ya uongo kwamba ujio wa Masihi ulijumuisha kulegeza sheria kwa wasio Wayahudi, ingawa hoja hiyo haikuwa na msingi wowote katika Agano la Kale au katika maneno ya Yesu yaliyoandikwa katika Injili 4, Kutoka 12:49. Wakati huo huo, Wayahudi wachache waliokuwa bado na shauku juu ya harakati hiyo, wakivutwa na ishara na miujiza iliyofanywa na Yesu miongo michache mapema na kuthibitishwa na mashahidi wa macho, ikiwa ni pamoja na baadhi ya mitume wa kwanza, walifadhaika sana na mwelekeo wa kuachana na wajibu wa kushika sheria za Mungu zilizotolewa kupitia manabii. Hizi ndizo sheria zile zile ambazo Yesu, mitume na wanafunzi wake walizitii kwa uaminifu. Madhara ya kutengana. Hali ya sasa ya ibada. Matokeo yake, kama tunavyojua, ni kwamba mamilioni sasa hukusanyika kila wiki katika makanisa wakidai kumwabudu Mungu, huku wakipuuza kabisa ukweli kwamba Mungu huyu alijitengea taifa kwa ajili yake kupitia agano. Mungu alitangaza waziwazi kwamba kamwe hatavunja agano hili. Kama vile sheria za jua, mwezi na nyota zisivyoweza kubadilika, vivyo hivyo wazao wa Israeli hawatakoma kuwa taifa mbele za Mungu milele. Yeremia 31:35-37. Agano la Mungu na Israeli. Wokovu kupitia Israeli. Hakuna mahali popote katika Agano la Kale ambapo tunasoma kwamba kutakuwa na baraka au wokovu kwa wale wasiojiunga na Israeli. Mungu akamwambia Abrahamu, utakuwa baraka. Nitambariki anayekubariki na nitamlaani anayekulaani, na ndani yako jamaa zote za dunia zitabarikiwa. Mwanzo 12:2-3. Hata Yesu mwenyewe alisisitiza bila shaka yoyote kwamba wokovu unatoka kwa Wayahudi. Kwa maana wokovu unatoka kwa Wayahudi, Yohana 4:22, mataifa na utiifu. Mtu wa mataifa anayetaka kuokolewa na Kristo lazima afuate sheria zile zile ambazo Baba aliwapa taifa teule kwa ajili ya heshima na utukufu wake, sheria zile zile ambazo Yesu na mitume wake walizishika. Baba huona imani na ujasiri wa mtu wa mataifa kama huyo licha ya changamoto. Anamiminia upendo wake juu yake, anamuunganisha na Israeli na kumwelekeza kwa mwana kwa ajili ya msamaha na wokovu. Huu ndio mpango wa wokovu unaoeleweka kwa sababu ni wa kweli gizo kuu. Kulingana na wanahistoria, baada ya kupaa kwa Kristo, mitume na wanafunzi kadhaa walitia gizo kuu na kupeleka Injili aliyoifundisha Yesu kwa mataifa. Tomaso alikwenda India. Barnaba na Paulo walikwenda Makedonia, Ugiriki na Roma. Andrea alikwenda Urusi na Skandinavia. Mathia alikwenda Ethiopia. Habari njema ilisambaa kwa upana na kasi kubwa. Ujumbe ulikuwa sawa. Ujumbe waliopaswa kuhubiri ulikuwa ule aliofundisha Yesu na ulilenga Baba. Moja, kuamini kwamba Yesu alikuja kutoka kwa Baba. 2, kutii sheria za Baba.
Yesu aliwaeleza wazi wamisionari wa kwanza kwamba hawatakuwa peke yao katika kazi yao ya kusambaza habari njema za ufalme wa Mungu. Roho Mtakatifu angewakumbusha yote ambayo Kristo alikuwa amewafundisha wakati walipokuwa pamoja. Lakini msaidizi, Roho Mtakatifu, ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, atawafundisha mambo yote na atawakumbusha yote niliyowaambia. Yohana 14:26. Maelekezo yalikuwa ya kuendelea kufundisha kile walichojifunza kutoka kwa mwalimu wao. Wokovu na utiifu, ujumbe mmoja wa wokovu. Hakuna mahali popote katika Injili ambapo Yesu alipendekeza kwamba wamisionari wake wangekuwa na ujumbe tofauti wa wokovu uliotengenezwa mahsusi kwa wasio Wayahudi. Fundisho la uongo la wokovu bila utiifu. Wazo kwamba mataifa wangeweza kupata wokovu bila kutii amri takatifu na za milele za Baba halipo katika mafundisho ya Yesu. Dhana ya wokovu bila utii kwa sheria haina msingi wowote katika maneno ya Yesu, na kwa hivyo ni ya uongo, haijalishi ni ya zamani kiasi gani au imeenea kiasi gani. Msururu huu na masomo mengine mengi kuhusu sheria ya Mungu yanapatikana kwenye tovuti sheriayamungu.org.